Karibuni sana KingoFarm. Sasa bwana, leo hii ninataka nikuelekeze namna ambavyo unaweza ukawafuga hawa kuku wa kienyeji kwa kuanza na mtaji kidogo sana na ukaja ukapata faida kubwa. Hawa kuku ambao unawaona hapa, hawa ni kienyeji pure kabisa, na tunaanza nao wachache kwa matarajio ya kupata kuku wengi baadaye, ili tuweze kuwauza na tupate faida kubwa. Kwa hiyo nisikilize mimi nikuelekeze hatua ambazo unaweza ukazifuata na ukapata faida nzuri kabisa. Kama umeshawahi kusikia wafugaji wengi wanasema bwana, kufuga kuku wa kienyeji ni jau kwa sababu hawakui haraka, ni bora ukafuga hawa chotara. Lakini kuku wa kienyeji ni miongoni mwa kuku ambao mimi binafsi nasema kwamba wanafanya vizuri sana sokoni. Yani hakuna mtu ambaye utamtangazia hawa kuku wa kienyeji akashindwa kuwanunua kwa gharama ambayo utakuwa umeipanga, ili mradi tu upate soko sahihi. Sasa tumekuwa tukifanya hivi hapa KingoFarm. Karibia kila mwaka unaleta kuku wachache kama hivi, unawafuga, unaendelea kuwafuga mpaka wanakuwa kuku wengi, unakuja unawauza. Sasa nataka niwaelekeze hatua ambazo unaweza ukachukua. Kwanza hapa unaona kuna kuku 15, lakini katika wa kuku matetea ndio ni wengi. Yani unapoanza kufuga kwa mtindo huu inatakiwa uwe na idadi kubwa ya matetea. Hawa kuku tumewanunua mtaani na tunahakikisha kabisa tunawapa chanjo zote, tunawatibia kabisa. Umeona, kwa mfano hii hapa ni chanjo. Kabla ya kuwatoa humu bandani tunawapa chanjo zote, ili baadaye tuwatoe waweze kutembea nje. Hawa kuku wamefika hapa, wapo baadhi ambao tayari wanataga. Umeona, tukiwa tunanunua leja, lakini tunanunua kuku wachache. Kwa hiyo hata wewe hapo unaweza ukaanza ukanunua kuku wachache tu. Hata kuku 10 ni kiazio kizuri sana kwenye ufugaji, ili mradi tetea uwe nao wengi. Maana yake tetea ndio ambao watakusaidia wewe kuweza kupata vifaranga, ndio watagaji. Tetea 10 wastani wanaweza wakakaa na jogoo mmoja. Umeona, mfano sisi hapa tunayo target ya kupata kuku kama hawa 50. Kwa hiyo hapa tayari tuna majogoo kama 4 hivi. Kwa hiyo majogoo 5 tu ambao tutawatumia kupandisha kwa hawa kuku ambao tunao hapa. Na bahati nzuri baadhi ya kuku wameanza tayari wanahatamia. Huku tunaendelea kununua, unaweza kuona kuna baadhi ya kuku tayari wanahatamia. Kwa mfano unamuona huyo hapo, huyu tayari ameanza kuhatamia yeye mwenyewe. Umeona, japo lengo letu sisi ni kwamba watage, wakiwa wanataga mayai mengi, tutachukua mayai tutayaweka kwenye mashine ili kuweza kupata vifaranga wengi zaidi. Kwa hiyo ukianza na kuku kidogo, lazima uweke katika idadi hiyo hapo, ili uweze kupata matetea wengi ambao watataga, utapata vifaranga wengi. Kuku wa kienyeji ni kweli wanachukua muda mrefu kukua ili kuweza kuingia sokoni, lakini njia pekee ambayo huwa tunatumia sana ni kuwazalisha kwa wingi zaidi na kuwa mvumilivu. Kwa mfano hapa unaweza ukaona unawaingiza mwezi Januari, wa pili, wa tatu, unawalea mpaka mwezi wa 12. Kwa hiyo kama uliingiza kuku wako 10 mpaka mwezi wa 12, watakuwa ni kuku wengi. Kisha wale ambao wamezaliwa utawauza. Hicho ndio kitu cha msingi kabisa cha kwanza cha kuzingatia ukiamua kufuga hawa kuku. Lakini pia kutengeneza mazingira rafiki. Kwa mfano tutaleta viota tutatengeneza sehemu ambazo za kulala hawa kuku. Itawasaidia, watakuwa tunasema kwamba watakuwa na utulivu na wataweza kutaga vizuri zaidi. Usipoweka mazingira mazuri, hawa kuku wataishia kutaga polini na utapoteza ule mwelekeo ambao unautaka. Na wakati huo ukiwa unawafuga wa kuku, inatakiwa uchunge sana wasiingiwe na magonjwa. Japo tunasema kwamba kuku wa kienyeji
ni wavumilivu sana kwenye magonjwa, lakini muhimu sana kuwapa chanjo. Chanjo zote muhimu. Sasa changamoto ni kwamba chanjo hizi za dukani, kwa mfano gumboro na ndui, zinafanya vizuri sana kazi kuku akiwa chini ya siku 45. Wewe umeshanunua kuku ambao ni wakubwa kama hivi. Hapa bwana, na kushauri sana utumie chanjo za asili. Sisi pia tunatumia chanjo za asili, unaweza ukaona kama hivi tupo tunatumia hizi chanjo za asili. Kwa hiyo zinatusaidia kuweza kuzuia hawa kuku kupata magonjwa, yale magonjwa ya maambukizi, magonjwa ya virusi ambayo yanatokana na virusi ambayo ni hatari sana, yanaweza yakawapoteza kuku wako wote. Umeona? Ni muhimu sana. Kitabu chetu cha tiba za asili, hata ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tumeweka mle. Ukichukua kitabu cha ufugaji wa kuku bora wa kienyeji, tumeandika mle chanjo ambazo unawapa hawa kuku wa kienyeji hata kama umewanunua hivi mtaani. Kuna chanjo ya gumboro, kuna chanjo ya Newcastle, kuna chanjo ya ndui za asili. Umeona? Lakini usisahau pia chanjo ya dukani. Ukishakamilisha kuwanunua, chukua chanjo ya dukani ya Newcastle. Chanjo ile imeandikwa ND+IB. Tumeandika pia kwenye kile kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Na kushauri sana ukipata kile kitabu, ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Ni kitabu muhimu sana, kina mwongozo mzuri sana wa kuwafuga hawa kuku. Hata sisi pia tumeandika kile kitabu, lakini pia huwa tunakitumia kwa ajili ya kuchanganyia vyakula. Na jambo jingine ni kwamba hakikisha unatumia gharama ndogo kuwalea hawa kuku. Usije ukaenda ukanunua chakula cha dukani, utakuwa tayari unatumia gharama kubwa kwenye kuwalea hawa kuku. Tunatumia gharama kidogo. Mfano, sisi hapa unaweza ukaona pamoja tunaandaa hawa kuku, lakini tupo na hili gunia la mashudu. Haya hapa unaweza ukayaona. Haya mashudu, tunaandaa pumba, tunaandaa vitu vyote kwa ajili ya kuwachanganyia hao kuku chakula. Kwa hiyo tayari tunaviandaa hivi vitu. Kwa hiyo hapa vikikamilika, basi moja kwa moja tunawachanganyia chakula. Yote hii ni kwa ajili ya kupunguza gharama. Hii tunachukua haya mashudu, tunatengeneza chakula sisi wenyewe ili tuweze kupunguza gharama. Kama kawaida, ukiwa na kitabu hicho cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, basi utakutana na hii kanuni ya kutengeneza chakula. Mle pia tumeiweka kanuni ambayo sisi pia tunaitumia. Na hiyo kanuni ni kwamba kama utawachanganyia kuku wako chakula, watataga, wana uwezo wa kutaga mayai hadi 30 kuku mmoja wa kienyeji. Hapa washatagaga mayai hadi 24. Kuku wa kienyeji tunajua wanatagaga mayai, akitaga sana ni mayai 18 analalia. Lakini endapo utawachanganyia chakula kwa kutumia kanuni ambayo tumeiweka kwenye kile kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, itakusaidia sana kufika hiyo idadi. Na tunayo kanuni kwenye kitabu cha safari ya ufugaji, na yenyewe inafanya kuku watage mayai mengi sana. Lakini japo ile kanuni tunaitumia sana, tunazitumiaga sana kwa kuku chotara, lakini hata kutumia kwa kuku wa kienyeji wanataga vizuri sana. Kama umeshawahi kununua kile kitabu, unaweza pia ukatumia kwa hawa kuku. Umeona? Kwa hiyo hakikisha unashusha gharama, unazuia magonjwa, unaanza na kuku wachache ili waweze kuzaliana. Kwa hiyo utengeneza mazingira mazuri ya kutagia kwa ajili ya kama watatamia wao wenyewe, basi waweze kuwatamia vizuri. Ukipata vifaranga sasa, walee kisasa, watengenezee bulda, walee mwenyewe, wapokonye kutoka kwa mama zao, walee wewe mwenyewe ili wasipotee. Wape chanjo vizuri. Sasa ukipata vifaranga, wape chanjo, yani walee kama tunavyolea kuku wa kisasa. Na mwisho kabisa ninawakumbusha sisi KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji. Tunayo madarasa ya WhatsApp, tunakuunga kwa WhatsApp. Ada yetu ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili, lakini pia tunavyo vitabu ambavyo gharama yake ni shilingi 10,000 kitabu kimoja. Hivi vitabu vitakusaidia jinsi ya kutengeneza chakula, jinsi ya kuwalea kuku kama hivi wa kienyeji. Kipo kitabu kwa ajili ya kuku chotara, kipo kitabu kwa ajili ya kuku wa mayai. Kuku wa aina yoyote ile unayofuga ni
miongozo yake sisi tunayo, kuwatengenezea chakula, jinsi ya kuwapa chanjo, na jinsi ya kuwalea vifaranga wakiwa wadogo, vitu kama hivyo hapo. Lakini pia tunayo miongozo ya kutengeneza tiba za asili, jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza tiba ya kideli, tiba ya mafua, zote tumeziandika kwenye vitabu vyetu. Ni vitabu vizuri sana, vitakusaidia sana. Gharama yake ni shilingi 10,000. Tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Hatuna hard copy, tunatuma soft copy. Labda wewe uende stationari ukaprint, ndio utapata hiyo hard copy. Kwa hiyo tumeandika kwa vitendo kabisa. Sisi pia ni wafugaji kama hivi mnavyoona. Kwa hiyo tumeandika vitu katika mazingira ya kawaida sana, jinsi ambavyo sisi tunafuga na jinsi ambavyo tumefanya uchunguzi hapa kwetu. Asanteni na kwaherini.